pale site. Sasa hiyo siku bana tulivyoenda tulivyoenda pale Dar West nikapiga mtungi. Ukalewa. Nikapiga mtungi, tukapiga mtungi. Mamba ile akaniambia twende Sinza kama saa 3 hivi. Tukaenda Sinza, kuna pale panaitwa Lion. Kulikuwa na libaa fulani pale. Kwenda Sinza Lion, maeneo ya Lion pale. Tukapiga tena mtungi. Sina hela bwana. Piga mtungi mpaka saa 6 usiku. Na ile mzigo unatakiwaga utolewe saa 4 usiku. Saa 4 usiku. Hiyo ni saa 6. Kwa hiyo kumbukumbu ya kwamba kuna mzigo uko pale ikafutika. Kwa hiyo nikarudi nyumbani, nikaenda nikalala. Nilipolala mpaka asubuhi sijaenda kuchukua mzigo wangu. Tayari unajua hapo masharti yameshaharibika. Ndio maana napozungumzia kwamba kuna vitu kwa shetani unavipata viko vizuri, lakini masharti yake nikomesha. Yaani ukibuki step hakuna msamaha. Yaani ni kama mtu amefuga nguruwe kwamba atampa chakula vyote vile vyakula, lakini siku shukrani yake kwenye nguruwe ni kisu. Hakuna kusema sasa bana umeshakuwa vizuri sasa wewe bana. Ni kisu tu. Ndio hivi shetani alivyo. Kwa ukalala. Nikalala. Hata kunikumbusha bana sasa umesahau kitu hamna. Ili nikachukue. Na huko ndio nienda kuharibikiwa live na jamaa anajua kabisa hapa naenda kuharibikiwa. Nikalala saa 2 asubuhi, saa 3 asubuhi nimelala na pombe. Saa 4 naamka bado nina mind over yale. Wakati huo sasa natakiwa hiyo asubuhi nikachukue ratiba ya alikuwa ameniambia kwa ajili ya kufanya mpango wa kupata pasipoti ili kusudi tuende tukatafute pasipoti siku hiyo sasa ambayo na huko jana nimefanyaje nimeshaelibu. Nikaamka nikaoga, nilipomaliza kuoga kavaa vizuri nikapandisha gorofani kule ofisini kwake mzee. Kwa yule mzee sasa. Ukumbuki chochote hapo? Hapo sikumbuki chochote, yani kwamba kuna kitu ambacho natakiwa kukipeleka asubuhi wala nini. Yani kwa hiyo ameshajivisha vitu vingine vimeshabadilika. Yani imeshakuwa mbele nyuma. Basi nikaenda nikapanda gorofani nikafika paka kwa chumba chake ofisini kwake nikagonga. Hakuna siku hata moja niliogongaga akafoka. Akisikia tu sauti, nani ingia bwana unapiga hodi za nini? Ingia bwana hamna shida. Sasa hiyo siku nikaenda nikapiga hodi. Tan. Kupiga hodi tu mara moja. Nikasikia nani? Nikasema mimi. Ameshaijua, sauti anaijua. Akarudia wewe nani? Nikamwambia ni mimi Chesa. Chesa unataka nini saizi asubuhi? Muda kazi unatafuta nini? Nikamwambia ni mimi na shida na wewe. Samani. Bado na kazi. Kajiuliza. Hapa kuna nini? Hapa kuna nini? Sio kawaida. Sio kawaida, nina kazi. Subiri. Nikakaa pale sijafanya maamuzi ya kufanyaje ya kuondoka. Kasema au hajasikia vizuri kama ni mimi? Au imekuwaje? Nikatulia pale nikaona nigonge tena. Gongo. Nani? Yeye anajua nilishafanyaje? Nilishaondoka. Gongo. Nani? Nikamwambia mimi. Wewe nani? Chesa. Wewe mpumbavu. Akanyanyuka sasa. Kwa hiyo alikuja kufoka kama anataka kunilamba na makofi. Akanyanyuka. Wewe mpumbavu nini? Mimi naongea na wewe. Umeshaniingiza hasara nyingi. Yaani hakuna chochote unachokifanya mpumbavu mkubwa. Wewe unatoka Kigoma unakuja kuniingiza hasara. Akazungumza matusi akatukana ambayo sikuwahi kuyasikilizaga hata siku moja. Ondoka kabisa, sitaki kukuona hapa, ondoka, sitaki, unanichanganya kila nikifikiria hivi na kana nafikiria vitu ambavyo viendi. Wewe mtu gani? Mimi nilikuita, najua wewe ni mtu wa maana kabisa, unaweza kunisaidia kufanya vitu hivi. Leo unakuja kuniingiza hasara, kila siku ni kula bure. Anaanza kukutana kila siku ni kula bure. Nipa funguo. Nani fungua nani sasa ile gari? Nipa funguo. Nikamwambia funguo nimeacha ndani. Niacha funguo, twende. Tukatemka naye
nani mpaka ndani. Yaani watu wanashangaa. Pale nje kuna frame za nini? Za maduka. Na walikuwa wananiheshimu sana. Sasa nilikuwa natolewa kule juu kama kimbwa kinguruwe. Yeye mbele, yeye nyuma. Unaniingiza. Yaani sasa yuko anaivua nguo kabisa yani. Twende kwa nipo funguo gari yangu. Kaenda nikaingia ndani, nikachukua gari na ni funguo nikampa, akaingia kwenye gari, akawasha gari, akaenda akaipaki pale ofisini. Sitaki kuona ofisini kwangu, sitaki. Niache usinisumbue. Yaani wewe ushanitia sasa, sitaki kuona. Nikarudi ndani. Nilirudi ndani nikakaa nafikiria. Kwani nimefanya nini? Yaani kumbukumbu bado hazijaja. Kwani nimefanya nini? Nikajiuliza nimefanya nini? Nimefanya nini? Wazo likaja, kwani leo sijapeleka ile nani? Ile azima sijaipeleka. Nikakumbuka. Ile azima leo sikuipeleka, nilipeleka jana. Okay. Mbona bwana? Nikakumbuka nilipeleka jana. Sasa nikakumbuka nilipeleka jana, nikasema ai. Nikachukua simu. Nimechukua simu. Nikampigia mzee ofisini kwangu wewe sasa kwa mzee sasa. Ofisini kwenye madawa. Kwenye madawa. Nikamwambia mzee, naomba unisaidie kitu kimoja. Mimi bwana nimeona tukio ambalo sijawahi kuliona. Ni nini Musa? Nikamwambia nimetukanwa kama mtoto mdogo. Natoka nimefika. Kila kitu kilikuwa kiko safi na leo nilikuwa tunaenda kwa ajili ya kushughulikia masuala ya pasipoti kwa ajili ya safari. Lakini amenitukana mpaka basi. Akasema kwani kila kitu kiko sawa sawa, hakuna ulichokifanya, hujakosea, hujafanya chochote. Nikamwambia mzee, kila kitu kiko sawa. Lakini jana nikamwambia tu kweli, jana nililewa sana. Na usiku sikwenda kutoa ule mzigo. Kwa hiyo niliwacha pale site, ila sijaugusa, yani najipa matumaini sasa. Ila sijaugusa. Kila kitu kiko sawa sawa. Nilipoweka ni pale. Akaniambia saa 4 uenda kuchukua. Akamwambia sikwenda. Amerudi hapo asubuhi. Akapita kwenye ile uliweka kwenye kile kipindi uliweka jana au kuweka asubuhi. Au kuweka asubuhi. Nikamwambia mzee, ni kweli sikuweka. Akasema sasa mbona umeharibu wewe mwenyewe? Hapo nitakusaidiaje Musa? Umefanyaje? Nikasema mzee, kwa hiyo biashara imeshakwambia yani hapo hakuna, kwa shetani hakuna samani ndugu yangu. Hakuna msamaha. Yaani eti kama vile unavyotenda makosa kwa Mungu, ukitenda makosa anasema ukitubu anakusamehe, anafuta yale yote uliyofanyaje? Wale uliyokosea na unakuwa mpya. Sio kwa shetani. Yaani kwa shetani ni ngenge. Yaani kosa moja yeye anafurahia kwa sababu tayari amepata kila kitu. Nikamwambia mzee, naomba unisaidie. Fanya vyovyote unavyoweza. Maana nitafanyaje? Ndio halafu ndio mambo yamenoga sasa, yameiva. Kama ni kazi tayari ziko mkononi, ndio zinatakiwa zianze habari za kusambazwa, za kufanya nini. Nikasema mzee, nitachanganyikiwa hapa mzee. Akasema kwa kukusaidia kwa hapa haiwezekani. Yaani cha msingi tu wewe jipange, maana hapa kuna vitu vingi vinaweza vikatokea. Jipange kuondoka. Usikae huko. Maana huyu ameanza hivyo, ipo siku utalala nje. Utakuwa na suruali tu hivyo. Na kuambia kijana wangu, mimi sikufichi Musa, fanya unavyoweza uondoke. Mimi ndani nina masystem yale ya muziki ya kufanyia mazoezi. Nina maredio makubwa na manini. Nikaona sasa hapa hivi ndio vitu vya kuanzia maisha hapa. Vitanifikisha Kigoma. Nisije nikachelewa akaja kufanya, ameshabeba gari yake hapa. Kama ameshabeba gari yake hivi navyo dakika 0 tunaweza kushtukua, anageuka anakuja kuhamisha kila kitu. Nikapandisha Segelea. Nikakuta jamaa mmoja hivi siku hiyo. Siku hiyo. Nikamkuta jamaa, nikamwambia na mimi na vitu nauza. Nataka kuhama naenda zangu mikoani. Ila na vitu niko navyo nauza.
Kwa hiyo naomba kama unaweza ufanyeje, uje ununue. Akamwambia kitu gani? Kamtajia vitu vyote. Akamwambia kama ni hivyo, akamwambia sasa mimi sina hela saa hizi, labda kama unaweza kunipa siku, kwa sababu alishanizoea na nifahamu. Kama unaweza kunipa siku kadhaa hata wiki, unaweza kuja kuchukua. Akamwambia kama unaweza kunipa nusu ni sawa. Nikaenda nikamwambia basi naomba nani liguta la kuja amini tulichukua kile kinini kibajaji. Lile bajaji sio bajaji ya abiria, ile ya kubeba mizigo ile toyo, vinaitwa toyo vile. Basi tukaenda mpaka pale. Nenda pale, bahati nzuri wakati kushuka kwa sababu ile kule tunakwenda kuna barabara ambayo unavuka kwenda maeneo ya Stakishari kule. Sasa wakati tunaporomoka kwenye ile guta tunakutana na Mkwalule mwenyewe, na yeye anatoka wapi? Kule ofisini kwake, anaenda zake nyumbani. Nikasema anaondoka. Nikasema hapa kama hajafunga kule basi hii najinafasi jinsi navyotaka. Kweli nilivyoenda nikakuta geto kwangu bado hapajafungwa. Nikaangalia ngato kila kitu kiko safi. Nikaanza kubeba vile vitu. Muda gani huo? Kama saa 11 hivi. Sasa watu wanakuona? Sasa si wameshazoea ni vya kwangu na mimi sina muda mrefu. Kwa hiyo yeyote anaelewa kabisa kila kitu ni cha kwangu. Na alikuwa ananiuliza bwana, Musa vipi? Mbona mizigo unapakia ngambele naenda service, vyombo vimefanyaje? Vimegoma, kwa hiyo napeleka service. Tukapakia, nikachukua begi langu nikafunga kila kitu, nikapakia na lenyewe kwenye guta, kwenye ile nani kile kitoyo, maredio, kila kitu, masabufa. Ndio safari hapo. Kaondoka toka kwa yule jamaa. Ndio vitu vilikuwa vya hela nyingi, alibeba milioni 6 hivi. Kwa hiyo tukakubaliana yule jamaa anipe milioni 2. Milioni 2. Na milioni 2 yenyewe hana. Yeye anasema nakumbuka alinipaga laki 8. Mpaka leo keshi. Kwa hiyo vile vitu nilisameheje mpaka leo yani. Vilishia hivyo. Basi nikaenda mpaka pale nikamwachia vile vitu, akanipa ile laki 8 yangu. Nililala Ubungo. Stendi. Nililala Ubungo stendi. Basi nimeondoka asubuhi, nikapanda zangu basi, nikaondoka kuelekea Kigoma. Nimeondoka kufika Kigoma, nikakaa nyumbani siku ya kwanza, siku ya pili nikaenda kwa yule mzee. Mzee wako yule? Mzee nimerudi bana. Niko mnyonge sana. Niko mnyonge kwa sababu matazamio yangu yamegonga nini? Mwamba. Lakini naamini kwa sababu wazee wapo, bado ngoma itafanyaje? Itasimama tu vizuri. Na mimi nilikuwa ndio maana sikufeli kwenye masuala ya ushirikina. Yaani kwa sio mtu wa kukata tamaa. Basi baada ya hapo nikaongea naye, nikamwambia mzee, nimefika ila nahitaji sasa uninyoshee mambo yakae vizuri, yakae sawa sawa. Basi baada ya hapo nikamwelezea, akaanza kuniomba sasa historia jinsi gani ambavyo ilivyokuwa mpaka kufikia hatua nikafanyaje, nikaharibu. Nikamwelezea, japokuwa nilishamwelezea kwenye simu, nikamwelezea, akasema kwa ulifanya mistake. Sasa acha tu upumzike kwanza, lakini tutaendelea kufanya kile kinachostahili kwa ajili ya nini? Ya wewe. Ndio basi nikaenda nyumbani, nilipoenda nyumbani nikakaa wiki ya kwanza, wiki ya pili nimepumzika, nikarudi. Nikamwambia mzee, sasa nichekia, nataka kurudi. Muone bwana, nataka kurudi, kwa hiyo niandalie mizigo yangu ikae sawa sawa. Kwa sababu naamini kila kitu ukianzisha wewe lazima kikae sawa. Basi nikaa nimetulia. Mzee akaniambia basi hamna shida wewe, acha tuendelee. Mzee mimi karudi, akaniambia nirudi nyumbani mwachie, kwa sababu anajua kazi ambayo anafanyaje, anaifanya. Basi mzee akaendelea kurekebisha, kuangalia jinsi alivyokuwa anaweza yeye mwenyewe. Baada ya hapo nakumbuka akaniita. Nikaenda kwake. Nikaenda kwake. Nilienda kwake, akanitengenezea madawa alivyokuwa anatengeneza, kila kitu alivyokuwa anatengeneza, kurudisha ule mfumo uliokuwepo kwa ajili ya yule mzee. Akaniambia nenda nyumbani tuangalie ni nini kinachoendelea. Nikarudi tena wapi? Nyumbani. Nimerudi nyumbani, nimekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu.
Mzee akaniita tena, akaambia bwana, kwa jinsi ambavyo ilivyokuwa ule utaratibu tulioutumia mwanzo hauwezi kuwa vile. Utaratibu wa kutumia kwa vile haupo kabisa. Sasa katulie kwanza. Ukishatulia nitakupa utaratibu ambao unafanyaje unaotakiwa. Basi sema hivyo kwa sababu nilikuwa ndo namuelewa yeye, ni mtu ambaye alikuwa na sapoti sana shughuli zangu, mambo yangu toka mwanzo. Mimi kiukweli nilimuelewa. Nikaenda nyumbani, nikatulia, akaendelea kucheki, kuendelea kufanya utaratibu. Mimi nafanya naye mawasiliano, mzee hujaangalia, hujafanya hivi, mpaka ikafikia stage akaniita, bana njoo. Akaambia sasa Musa, uwezekano wa kurudi kama ulivyokuwa upo na kuzidi kabisa pale, na kuzidi pale. Nikamwambia mimi mzee, sasa ndio maana nakukubali. Na nilishangaa kwa nini nilikuwa niko Dar es Salaam ukashindwa kufanya kila kinachowezekana. Lakini kwa sababu umeniambia mimi nimekusikia mzee. Akasema lakini kuna kazi. Nikasema mzee, kwa nini? Hamna, kwani mzee uniamini? Ni wapi umenitoa mpaka hapa? Ni mbali sana. Akambia nakuamini. Akaniambia kuna kazi. Mzee hataki kuniambia. Ananiangalia. Naambia mzee, ni nini? Ambia kuna kazi kweli. Utaweza? Kama mzee, ni nini? Kuna kitu gani ambacho mzee ambao mimi siwezi na sijaweza kufanya mzee wangu? Niambie. Akaambia sawa. Nenda. Njoo Jumatatu. Ilikuwa Ijumaa. Njoo Jumatatu. Nikaenda nyumbani. Nikakaa Jumamosi, Jumapili, Jumatatu nikarudi. Ukarudi ofisini? Nikarudi ofisini. Akaniambia bwana, sasa unatakiwa nikuambie. Akaniambia familia yako mko wangapi? Familia yangu nikasema nikianzia yani kwa baba yangu au akaambia yeye kwa baba yako. Akaambia tuko wengi. Nikamtajia baba yangu, mama yangu, wadogo zangu, mke, watoto. Akaambia sawa. Andika hapo. Nikaandika majina yao wote nikaandika majina. Akaambia sawa. Sasa tulia tufanye kazi. Akachukua yale majina, alipochukua yale majina akatia kwenye kwa sababu kila jina naandika 1, 2, 3 ni jina fulani. Kila namba na jina fulani. Basi nilifikia pale nimemaliza, akaniambia nipe yale majina. Akachukua kwenye nini? Kwenye chungu. Akaiweka kwenye chungu. Aliweka kwenye chungu akaweka dawa. Aliweka dawa akakoka moto. Moto ulikuwa umeshakoka pale nje. Na ilikuwa usiku kama saa 2 sasa hiyo. Usiku akaitenga ile chungu kwenye ile mafiga. Alivyotenga pale kwenye mafiga, chungu kikapata moto, ile karatasi likafanyaje? Likaungua. Ikawaka moto. Ile karatasi ikawaka moto, akaweka dawa tayari, akachukua ile majivu na dawa akafikinya, akachukua kila kitu akaweka kwenye sehemu alipokuwa amehifadhi kwenye karatasi. Akaambia sawa, wewe nenda kalale. Akanionyesha sehemu ya kulala. Hapo kwake? Hapo kwake. Hujarudi kwako? Sijarudi kwangu.Onyesha sehemu ya kulala, nikalala. Asubuhi ya Jumanne akaniamsha. Bana amka. Nikaamka nikaingia chumba cha dawa. Akasema bana, sasa kila kitu kiko wazi. Sasa ni wewe mwenyewe utakayeweza au kushindwa. Nikamwambia mzee, mimi kila kitu kiko sawa sawa. Wala usiogope kuniambia chochote. Wewe niambie tu. Nikamwambia sasa nimeona kwenye kila kitu ambacho kinatakiwa kikusimamishe.
damu yako inatakiwa. Damu yako wewe? Damu yako wewe inatakiwa. Sema damu yangu wewe, hamna shida. Sasa damu yangu kwa haraka nilijua labda anaweza kunichanja au kufanyeje ili nipate nini? Damu yangu. Nikamwambia mzee, kwani shida ni nini? Kwa kuchanja au kwa kufanyeje? Akamwambia sio damu yako kwa maana ya damu. Yaani kwa maana upate mtoto. Mtoto wako. Tena wa kwanza. Nikapata kigugumizi. Hukumuelewa? Sikumuelewa. Nikamwambia mzee, sasa huyo mtoto tufanyeje mzee? Kwa sababu nilikuwa tumeshazoeana naye. Kwa tunaongea tu kama kawaida. Nikamwambia mzee, mtoto nifanyeje sasa? Mimi nilikuwa na watoto wawili, watatu. Nikamwambia mzee, nieleweshe vizuri maana sija. Akasema si ndio maana nilikwambia unaweza, simama maswali yako sasa unaanza kuniuliza. Nikamwambia napenda tu niambie vizuri ili kusudi nijue huyu mtoto inakuaje. Akamwambia mtoto ndo atakuwa sehemu ya kukupandishia nini? Nyota zako na watu wakukubali wewe. Unakumbuka ulipokuwa Dar es Salaam nilikwambia wakati kwenye ugomvi wako wewe na Diamond, wakati amekufuatilia nilikwambia nani amesimama mbele yake, nyuma yake? Nikamwambia ulisema ni bibi yake. Nikamwambia sasa wewe ni mtoto wako ndo atasimama pale ili kusudi na wewe mambo yako yarudi kuwa sawa sawa. Kikweli hiyo siku sikutoa majibu. Sikuwa na majibu yoyote ambayo niliyatoa wala kusema lolote kwa ajili ya kile ambacho kilichofanyika. Alichoniambia. Nikamwambia mzee bwana, mimi naona kichwa umenichanganya. Sina majibu ya aina yoyote. Naomba nirudi kwanza wapi? Nyumbani. Basi mzee kaniambia nilikwambia wewe huwezi. Mambo mengine tu umeweza lakini hapa bwana ni ngumu. Nikamwambia lakini mzee nimekuandikia majina mengi. Hebu jaribu kuangalia. Mama, baba, dogo zangu. Kwani si inawezekana tukajua jinsi gani ya kuweka. Akasema sipangi mimi. Akasema hivyo. Sipangi mimi. Nikamwambia mzee mimi nakuamini sana. Mimi nakuomba. Mimi na watoto hawa mzee. Sasa hivyo mimi niambie nikitoa mtu mmoja itakuwaje? Akamwambia hapana. Ningekuwa napanga mimi wangeweza kutafuta hata marafiki zako au nini. Lakini ndio maana nikaelekezwa kile nilichokifanya. Nimeelekezwa. Nani kapanga? Ni nani kapanga? Umeona bwana? Huyu aliyepanga ni nani? Si yeye, si anafanya nduma zake kutokana na shetani yake. Okay. Kwa hiyo anaelekezwa. Anapewa maagizo. Yeye ndo anachagua. Yenyewe ndio anachagua. Basi akamwambia sio mimi. Nikamwambia mzee, kwa mimi binafsi siwezi kutoa majibu. Akasema nilitegemea hilo jibu. Wewe ni bora urudi kwenye zile mishe zako, yale mambo yako ya sasa kwenye nini? Kwenye ujambazi. Bunduki. Wakati huo sasa kila kitu ninacho. Chuma changu nimekiweka store, kila kitu. Nikakaa na waza mambo ya kuingiliana mabali ya watoto ya familia. Mbona wakati napiga mambo yangu mambo yalikuwa hayapo. Inakuwaje yani? Lakini pia natamani sana kwa jinsi ambavyo nimesha ponja yani zile bata nilizokuwa napata zile starehe, umaarufu alafu ni umaarufu ulikuwa una stress, sifuati na polisi nini. Umeona? Kwa ni vitu ambavyo unafanya kwa kujikubali mimi mwenyewe. Basi baada ya hapo nikamwambia mzee, mimi ngoja nifanyeje? Niondoke, ila tutawasiliana. Mimi nitakupa nini? Nitakupa mawasiliano, majibu kamili. Nakumbuka mpaka nampigia simu nilikaa takriban wiki hizi 2. Nikampigia simu, mzee nimesha kuelewa. Na mimi ndo Musa, wewe mzee unanikubali? Nimeshakubali kila kitu. Akamwambia njoo. Nikatoka nyumbani nikaelekea kule Mkongoro. Nilipotoka Mkongoro, nilifika Mkongoro mzee nikakuta amenisubiri. Kanipeleka chumba cha dawa kama kawaida.
Akamwambia vipi? Nikamwambia mimi nakusikiliza wewe mzee. Nipe maelekezo. Mimi namwanza kutengeneza. Nakumbuka hiyo siku alileta beseni. Beseni tu jipya. Ya plastiki yale. Alileta beseni jipya. Akaleta akaniambia usije ukafikiria mimi ndio nimefanyaje, nimepanga kama nilivyokuambia. Kwa hiyo sasa wewe mwenyewe utaona. Okay. Kwa hiyo akija ikitokea yoyote ndio huyo. Sawa. Akalipanga sasa. Mtu tunayemhitaji amehitajika atakuja kwenye hili nini, kwenye hili beseni ataonekana hapa. Wengine kwa sababu alichukua beseni akachukua tu vyungu lakini tuko wazi tu wote na wote akawekea nini, dawa. Akawekea dawa akachukua ule unga wale majina, kwa sababu niambia bana haya ndio wale watu wako. Kwenye ule nini ile karatasi choma kuna majina uliyoandika. Akaambia hawa ndio watu wako, kwa hiyo bwana utaangalia mwenyewe. Kwa akachukua ile dawa akamimina kwenye chungu, akamimina kwenye chungu, nyingine akamimina kwenye beseni, nyingine akamimina kwenye nini, kila kitu kwenye vile viungu na vile bakuli vilivyokuepo kulingana na idadi ya wale watu nilikuwa nimewaandika. Basi akamwambia basi subiria tu hapo mwenyewe. Beseni lina maji au lina nini? Beseni lina maji yenyewe tu. Maji tu. Ni maji lakini ni dawa. Yaani ni dawa lakini imechanganywa kwenye maji. Basi akamwambia tulia mwenyewe uangalie. Nimetulia kama dakika 5. Mle kwenye vile vyombo pakaanza kufuka moshi. Kwenye vile vyombo moshi na kwenye beseni moshi ukaja sasa kwenye beseni pakafurika, lakini moshi hausambai huko eneo lile, huko tu kwenye vyombo tu, yani sio kwamba eti unaweza kutoka nje alafu kanusa harufu ya moshi. Unasambalia tu moshi hapo kama vile ukungu. Basi moshi ukaingia vile ukatanda, baadaye ule moshi ukafanyaje, ukakata. Ulivyokata akaambia sasa chungulia kwenye hivyo vinini, kwenye hivyo vyombo. Mtu utakayemkuta kwenye ile beseni basi huyo ndio utafanyaje, atakuwa ni mwenyewe anahitajika. Sawa. Nikaanzia huko kulia alikonionyesha. Kuangalia namna hii nikakutana sura ya mzee kwenye kasura kapo kabisa kanani kababa yangu. Umeona bwana? Kuna utaalamu yani anaonekana picha inatokea vizuri sana, yani sio eti utasema mbona wewe simfahamu. Wewe mwenyewe unafahamu kwamba huyu ni fulani. Na nazungumza vitu ambavyo ndio nilikuwa naviona. Mimi kile nazungumza kitu ambacho ndio nilichukua na kishiriki kukifanya. Nikaangalia sehemu ya pili mama, nikaangalia sehemu ya tatu wadogo zangu, nikaangalia huku nikakuta mtoto wangu, nikaangalia huku paipu, kuangalia kwenye beseni nikamkuta mtoto wangu mwingine sasa ambao ndio yule wa kwanza anaitwa Zela. Huku sehemu nyingine watoto wangu wale wengine wawili mpaka kuendelea. Akaambia umemkuta kwenye beseni ni nani? Nikamwambia ndio sawa yule uliniambia ni wa kwanza. Akamwambia sasa umeamini? Sio mimi. Nikamwambia mzee hamna shida. Akachukua yale maji akaiweka kwenye chupa. Akamwambia sasa maji yaliyokuwa kwenye beseni akamimina kwenye nini? Kwenye chupa. Akaweka kwenye chupa akachukua na sindano. Akachukua sindano akaitumbukiza kwenye nini? Kwenye ile chupa akafunga. Sindano kama ya kushonea au sindano ya kawaida tu ya kushonea, ile kama ya kufumia hizi za kawaida. Ile sindano inakuwa na katundu huku nyuma. Sindano ya mkono. Ya mkono. Basi akaichomeka mle ndani. Akaweka pembeni. Akaweka pembeni akaniambia sasa bana unaona haya maji na unaona hii dawa hii sindano ndio huyo mtoto. Hiyo sindano ndio huyo mtoto. Na haya maji ni sehemu ambayo itafanyaje, itakuwa kama kama utengeneze mazingira ambayo anaweza kwenda na watoto wenzake, kama ni bwawani, kama ni mtoni, kama ni kisimani, sehemu yenye nini, yenye maji.
Maana kwa sababu ameonekana kwenye nini? Kwenye maji. Akachukua mengine yale machupa akamwambia haya ya hifadhi. Yeyote atakayekuwa anatakiwa tutakuwa tunachukua kila mmoja katika kulingana na haya machupa. Yeyote atakayekuwa anatakiwa kwa muda ukifika. Zoezi lilikuwa refu. Zoezi lilikuwa refu. Ina maana wote walikuwa, yani mimi kuokoka alikuwa naenda kumaliza familia yote. Bila kuokoka. Bila kuokoka. Ilikuwa nimalize familia kwanza. Nimalize. Basi baada ya hapo akachukua zile akamimina kwenye yale machupa amefanyaje? Aliyoyaandaa yote, huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani tayari. Sasa mimi ile Zela alikuwa ndio mtoto wangu wa kwanza. Hapo nikakubwa mkubwa. Nikanawaza kwa sababu mzee amesema na hao watatakiwa. Kwa nini nisifyatue hata mmoja kati ya huyu mmoja nikafanyaje? Nikaachana naye. Yani ukapiga wengine. Nipige mwingine sasa kati yao. Sasa kwa sababu kilichotakiwa mimi ni damu yangu, basi kama ni kwenye hao wawili waliobaki nichague mmoja. Umeona? Sasa yule mmoja alikuwa yeye bado ana miaka kama mitatu. Ako kalikuwa kamwisho sasa. Unaangalia kamera? Katika wale watatu. Kwa sababu nishapewa masharti na mimi ndio kila kitu. Kwa hiyo kila ninaweza kukifanya pale lazima kiwini. Nikamwambia basi nitajua jinsi gani ya kuchezesha. Basi nikaenda nyumbani nikakusanya ile madude yote nikaweka mfukoni. Hapo hajajua mtu yoyote. Nyumbani hapo. Kama nina kitu gani ambacho naenda kukifanya. Basi baada ya hapo nakumbuka mzee akaniambia niondoke. Kwa hiyo niende na vile vitu akanielekeza sehemu ambayo natakiwa kuviweka ili nikafanye zoezi zima kwa yule ambaye utakuwa nafanyaje na mhitaji. Nikishafanya tu kwa yule mmoja ina maana kwa mazingira yote yatakuwa tayari yamekamilika. Nilikaa nyumbani na tafakari jinsi ya kuanzia. Japo kuwa tayari nilikuwa nishakubali kule. Nilikaa kama wiki 3. Unafikiria au nini? Nafikiria nani nianze naye. Kwa sababu haikwepeshi. Maana namfahamu yule mzee. Haikwepeshi. Nikakaa nikaona Zela. Ngoja nitulie. Nitulia na Zela nikamweka pembeni. Yule wa kwanza sasa mtoto wangu wa kwanza. Basi baada ya hapo nikachukua wa pili. Mona aliyekuwa anamfuata yeye Zela. Basi nikatulia. Nika nafikiria sasa kufanya maamuzi tena ya mwisho. Maamuzi juu ya yule pale. Nikatulia. Nimetulia. Nakumbuka nilichukua ile chupa kwa sababu nilitakiwa kwa maelekezo niliyopewa nitakiwa nikafanyie makaburini. 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 Kwa hiyo ndio nitakapoenda kuifungulia ile chupa na nifukue sehemu ya kwenye makaburi, sehemu ile upande wa mwanandani ambako mwanandani sehemu kwenye kale ka corridor ambako kanachimbwa kwenye kaburi. Utajuaje sana kaburi limekuwa? Unajua si mwelekeo, unajua tu kaburi kama limeelekea hivi unajua kabisa mwanandani yupo upande fulani. Kwa hiyo unaelewa. Basi nikakaa nikafikiria. Siku hiyo nikapanga kwenda. Sikwenda. Yaani nikawa kama nimepigwa na buto, lakini nahitaji. Unaweza kuona jinsi gani ambavyo unakuwa na moyo ule wa kibinadamu. Lakini shetani anakuelekeza kitu, mbona unakosa? Wahi. Unakosa umaarufu. Mbona unakosa umaarufu? Wakati unaanza yanakuja mapicha mengi, mbona fulani alifanya hivi? Mbona fulani alifanya hivi? Mbona fulani alifanya hivi? Basi nikatulia. Hiyo siku nikailisha kwenda. Siku ya pili nikachukua chupa yangu nikaenda moja kwa moja wapi? Kule makaburini. Pale Kazula Mimba. Nilienda makaburini.